Mlipokuwa kwenye uchumba, alikuwa anakupa kila siku. Yaani inamaanisha wakati mlipokuwa katika uchumba, kila siku alikuwa anakuita na mnashiriki tendo la ndoa. Lakini mara tu baada ya kuingia katika ndoa, unamuona humuelewi, anakosa hamu ya tendo la ndoa kabisa, hakupi vile ambavyo ilikuwa inatakiwa. Ni kweli, inawezekana hiyo hali ndo ambayo anaipitia mwenza wako, inawezekana kabisa. Lakini ulishapata muda wa kuweza kutambua kwamba inawezekana ana changamoto katika maumbile yake ama katika sehemu zake za siri. Hebu nikwambie jambo moja, kama ni mwanaume, kuna uwezekano mkubwa kama amepoteza hamu ya tendo la ndoa, basi homoni yake ya kiume imeweza kuwa affected. Lakini pia ulishia kuchunguza pia maumbile yake yapoje. Kama yamesinyaa, hebu jaribu kumwambia ama kuzungumza naye, ujue anapitia changamoto gani. Inawezekana pia alikuwa anajichua kwa muda mrefu, lakini pale ambapo alikuwa anakutana na wewe, alikuwa anatumia booster, na ndio maana kwenye tendo la ndoa alikuwa anamuona yuko vizuri sana. Lakini baada ya kuingia katika tendo, ukiingia katika marriage kabisa, ukamuona performance yake imeshuka. Lakini pia inawezekana kwa upande wa mwanamke, sasa hivi hakupi kile ambacho kinatakiwa kwa sababu homoni zake zimevurugika. Hivyo sio ule mtu ambaye anakuwa anatamani tendo la ndoa wakati wote. Sasa kama wewe mwenza wako anapitia matatizo haya, basi hakikisha unamsaidia aweze kuanza matibabu. Unaweza ukanitafuta ili niweze kupatia tiba ya kudumu, upate package asilia ya uzazi itakwenda kurekebisha mfumo mzima wa uzazi na uweze kurudi katika hali yako kawaida. Anaweza akarudisha ile hali ambayo mlikuwa nayo katika uchumba.